Haya wasichana, chakula kipo tayari. Kweli? Ndiyo tayari, chakula kipo mezani. Una uhakika? Ndiyo. Jamani, mbona hautuombi tukusaidie au tukuchangie kwa namna yoyote? Msijali kuhusu hilo. Mimi nawahudumia kwa upendo kama ndugu zangu. Kwa sababu najua hata mimi pia mnaweza kunifanyia huu wema siku nikikwama. Uko sahihi Malaika, maana hakuna anayejua kesho yake itakuwaje. Ni kweli kabisa, na ndio maana mimi natumia uwezo wangu niliojaliwa kuwasaidia, kwa sababu najua riziki zenu kwa sasa ziko mikononi kwangu, lakini pia sijui kesho yangu itakuwaje. Haya jamani, twende tukale. Aya, twendeni, maana mwenzenu hapa nilipo nina njaa sana. Ingia, mlango uko wazi. Habari za mchana Bwana Alex. Habari za mchana Bwana Alex. Salama. Niliwaambia mlipe kodi yangu, lakini mpaka sasa mko kimya. Hivi mnadhani hii nyumba ni ya baba yenu? Samani Bwana Alex, Malaika ndiye anaipaswa kulipa. Sisi tulimpa pesa tulizochanga ila kuletea tangu wiki iliyopita, ila bahati mbaya akawa amesafiri. Atarudi lini? Maana kodi yenu inatakiwa kulipwa ndani ya hizi siku 2. Kwa kweli hatujui atarudi lini, ila tunakuahidi akirudi tutamwambia kuletea hela yako. Mwambieni aniletee kodi yangu haraka, la sivyo nitawafukuza wote. Hapana Bwana Alex, naomba tusifike huko. Tutamwambia kuletea pesa zako akirudi. Sawa. Habari za jioni jamani. Salama. Salama kipenzi, karibu. Asante. Vipi, sherehe ilikuwaje? Kwa kweli sherehe ilikuwa ya kufurahisha sana. Halafu nimewaletea zawadi nyingi sana. Mtaenda kuzichukua pale kwenye gari. Wow, asante sana Malaika kwa kutujali. Tunashukuru sana Malaika kwa zawadi. Karibuni. Kabla tujaendelea na stori za safari, mwenye nyumba alikuja leo na alikuwa anadai pesa yake ya kodi. Kwa kweli alikuwa amekasirika sana. Msijali kuhusu hilo. Nilipaswa kumlipa leo asubuhi lakini nikasahau. Kwa hiyo nitafanya hivyo leo usiku kabla ya kulala. Kweli? Ndiyo. Kwa kweli tunakushukuru sana Malaika. Unajua sisi hatuwezi kumudu kulipa kodi bila wewe. Wala msijali marafiki zangu, ile swala la kodi niachieni mimi. Hivi kwa nini unatusaidia sana? Sikiliza baya. Kulipa bili za maji na umeme, kulipa kodi, kununua chakula na mambo yote hayo ni majukumu ya kawaida kwangu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Maana hata nini pia mnafanya mengi. Jamani Malaika, sasa sisi tutafanya nini cha maana kwenye hii nyumba? Nyie mnanipa kampani na hiyo inatosha kabisa. Kwa hiyo msijali, maana hivyo ndivyo marafiki wa kweli wanapaswa kuwa. Tunashukuru kama unafurahia uwepo wetu hapa, maana tunajishtukia na kuhisi kuwa tunakuebesha mzigo mzito wa kutulea. Wala msijali rafiki zangu, nyie furahieni maisha. Ngoja mimi niende nikaoge maana nimechoka sana. Sawa, ngoja na sisi tukachukua hizo zawadi ulizotuletea. Hivi Maya, ni lini utanionyesha mwanaume wako? Kwa kweli cha usiku, mimi sina mwanaume na wala sitaki kuwa na mwanaume kwa sasa. Jibu DM zako Maya, unahitaji mwanaume maishani mwako. Unatakiwa uwe na mtu wa kukuliwaza na kukutoa stresi kama mimi nilivyo na Sam. Malaika, mbona unaonekana mwenye huzuni sana? Kuna nini kinaendelea? Malaika, uko sawa? Malaika, tuambie ni nini kinaendelea? Nimepoteza kazi. Pole sana rafiki yangu.
Mungu wangu, hiyo ni habari mbaya. Na kama hiyo haitoshi, wakati narudi nyumbani nilikutana na vibaka njiani, wakanipora simu yangu. Hiyo ni mbaya sana. Pole sana Malaika. Asante. Lakini natumai uko salama. Ndiyo, nipo salama. Kwa kweli namshukuru Mungu maana hawakunijeruhi. Usijali Malaika, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa Maya, ngoja mimi niende nikalale maana leo sipo sawa kabisa. Sawa, wewe nenda kapumzike. Lakini usiwazi sana, kama ni kazi, Mungu atajalia utapata kazi nyingine. Sawa. Maya, hii ina maana gani kwetu? Yaani hata sijui tutaishije humo ndani. Mambo yashaanza kuwa mazito na hata hatuna kazi ya kufanya. Mungu tusaidie. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Cha usiku, nataka kuoga lakini maji hayatoki. Tumekatiwa maji kwa sababu hatujalipa bili ya maji ya mwezi uliopita. Ndio maana unaona maji hayatoki humu ndani. Jamani, sasa nitafanyaje? Maana na interview ya kazi leo saa 2 asubuhi. Kwa kweli mimi sijui utafanyaje, maana nimeshakwambia tumekatiwa maji. Lakini wakati nasoma nilikusikia unaoga. Kwani wewe ulipata wapi maji ya kuoga? Mimi nililazimika kwenda nje kuchota maji na ni mbali kidogo. Vipi, ulinichotea na bibi? Hapana, sijakuchotea. Kwa nini? Tafadhali sana Malaika, mimi sio mfanyakazi wako hadi uniulize hivyo. Wewe nenda ukajichotee maji mwenyewe maana una miguu na mikono miwili. Tena naomba uniache maana nimechoka. Basi samahani kama nimekuudhi. Hebu acha maneno mengi, wewe nenda kachote maji bwana. Sawa. Mambo vipi Maya? Safi tu Malaika. Kwa kweli rafiki yangu nina njaa sana. Kuna chakula chochote hapa? Hapana, sidhani kama kuna chakula hapa. Labda uende sokoni ukanunue vitu uje upike. Labda niende sokoni? Ndiyo. Lakini nilimwona Cha usiku anapika tambi na maziwa masaa 2 yaliyopita. Ni kweli, Cha usiku alipika tambi na maziwa, lakini hakupika za kutosha watu watatu. Kwa hiyo tulilazimika kugawana wawili na zikawa zimeisha. Kwa hiyo mmegawana bila kuniwekea? Naomba tusamehe kwa hilo Malaika. Kwa kweli tulishindwa kukuwekea kwa sababu tulikuwa tuna njaa sana, na kama tungekigawa kile chakula kwa watu watatu wala tusingeshiba. Sawa. Kwa sasa nenda sokoni kabla hawajafunga ukanunue chakula uje upike. Ghafla hakuna tena chakula kwa ajili yangu katika nyumba hii kwa sababu tu nimeacha kutoa msaada. Lakini hakuna shida, haya yote yatapita. Cha usiku, leo tunapaswa kumwachia Malaika wale uliobaki, maana najua atakuwa na njaa sana atakaporudi. Sasa tukimwachia Malaika wale uliobaki, sisi tutakula nini usiku? Cha usiku, sisi tumeshakula mchana, lakini mwenzetu nina uhakika hajala tangu asubuhi na nina uhakika atarudi hapa akiwa na njaa sana. Hakuna cha lakini, atakuwa sawa tu. Sawa. Oh, Malaika. Mambo zenu? Poa, leo unaonekana tofauti. Yaani leo uko tofauti sana. Unajua nimeamua tu kubadilisha mavazi yangu kidogo ili nirudi kwenye ubora wangu. Wow, na umependeza sana. Asante sana, lakini pia nimepata nyumba mpya. Nyumba mpya? Ndiyo. Wow, asante Mungu. Naona mambo yameanza kuwa mazuri tena. Sasa tutahamia lini kwenye hiyo nyumba mpya? Hapana Cha usiku. Mimi peke yangu ndo nitakayehamia kwenye hiyo nyumba mpya. Je, wawili mtaendelea kuishi hapa kama mtamudu gharama za kodi? Jamani Malaika, usitufanyie hivyo.
Wewe unajua kabisa sisi hatuwezi kumudu gharama za kodi kwenye hii nyumba. Tafadhali naomba tuhame na wewe. Hapana cha usiku, siwezi kwenda na Jie kwa sababu nimegundua Jie sio marafiki wa kweli. Kusema kweli, nimejifunza vitu vingi sana katika kipindi hichi nilichokuwa sina kazi. Mnajua, nilipokuwa na hali ngumu nilitarajia mngekuwa na mimi, lakini cha ajabu mlinitupa. Yaani niliwafanyia kila kitu, nililipa bili zote, nikalipa kodi ya nyumba mwenyewe, nikanunua chakula, na wakati mwingine niliwanunulia hadi nguo za kuvaa. Lakini nilipokuwa chini mliniacha na kunidharau. Tafadhali Malaika, usitufikirie vibaya, tunaweza kuzungumza kuhusu hili. Wala hata msijisumbue kuzungumza na mimi, maana nahama sasa hivi. Kwa hiyo shirikianeni kulipa kodi hii ya nyumba kama mlivyokuwa mnashirikiana kujiba chakula. Tafadhali Malaika, usiondoke. Cha usiku, Malaika anaondoka kweli, mzuie basi. Mungu wangu, tumefanya nini? Unauliza tumefanya nini? Wakati kila mara nilikuwa nakwambia tumwekee chakula, lakini ukawa unakataa. Kwa hiyo sasa hivi ndio unanilaumu? Mimi sikulaumu, ila tunatakiwa tupate suluhisho mapema, la sivyo tutafukuzwa kwenye hii nyumba iwapo tutashindwa kulipa kodi. Kwanza hata sijui tutaishi maana ila ya kula tu hadi tuombe kwa ndugu na marafiki. Hebu usiniangalie hivyo mimi. Cha usiku, wewe una roho mbaya sana kuliko nilivyofikiria, na hiyo roho yako mbaya ndio inasababisha yote. Bwana, kila mtu apambane na hali yake. Kwanza na mimi nahama, naenda kukaa kwa boyfriend wangu, maana haya maisha hapa sitayaweza kwa kweli.